Leo Julai 5, 2026, ningependa kuendelea kutoa taarifa kwenu ya hali ya usalama nchini kuwa ni shwari. Ushwari huo umetokana na ushirikiano uliopo kati ya wananchi, wadau wengine na vyombo vya ulinzi na usalama, kwa sababu kila mmoja wetu anahitaji amani, utulivu na usalama katika shughuli zake za kila siku, awe mtoto, kijana au mzee. Pamoja na ushauri huo, bado tunaendelea kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama na wadau wengine kufuatilia kwa karibu sana viashiria vya baadhi ya watu wachache kutaka kuvuruga amani, utulivu na usalama nchini kwa visingizio kuwa ni haki kufanya maandamano ambayo hayajafuata taratibu za kiusalama na kisheria. Baadhi ya watu hao wameshakamatwa na uchunguzi unaendelea kukamilishwa ili hatua nyingine za kisheria zifuate dhidi yao. Ufuatiliaji unaoendelea kufanyika umeendelea kubaini kuwa hao watu wanaendelea kuhamasisha vurugu kwa kuhamasishana kuwa safari hii hawaji kinyonge, hivyo watahakikisha wanaua baadhi ya viongozi, wananchi, watachoma shule moto, wataharibu na kupora mali za umma na binafsi, na kwamba wataua askari wa vyombo vya ulinzi na usalama ili kupora silaha wazitumie kwenye mipango waliopanga ya kuhakikisha amani inatoweka nchini. Uhamasishaji wa aina hiyo unaofanywa na baadhi ya watu hao kupitia mitandao ya kijamii na kwenye klabu za majadiliano katika mitandao ni viashiria tosha kuwa watu hao malengo yao ni kuhatarisha usalama wa maisha na mali za Watanzania na usalama wa nchi kwa ujumla. Viashiria hivyo kwa nchi yoyote ile haviwezi kukubalika au kuvumiliwa kwa sababu ni hatarishi kwa usalama wa nchi na ni kinyume cha sheria. Hivyo, Jeshi la Polisi linatoa onyo kali kwa mtu au kikundi chochote kisithubutu kufanya au kushiriki katika uhalifu huo unaohamasishwa kupitia mitandao au kwa njia nyingine yoyote ile, kwani hatua kali zitachukuliwa dhidi yao kadri watakavyokuja na kwa mujibu wa sheria. Aidha, tunatoa wito kwa jamii kujiepusha na uhalifu na wahalifu hao na kuepuka matumizi mabaya ya mitandao. Pia, Jeshi la Polisi linawahakikishia wananchi kupitia ushirikiano na vyombo vingine vya ulinzi na usalama, tumeimarisha ipasavyo ulinzi maeneo yote ya nchi, na hata kuelekea tarehe 7 mwezi huu wa 7 2026, yaani kesho, utaendelea kuimarishwa ili wananchi waweze kusherehekea sikukuu ya Sabasaba kwa amani, na watakao kwenda kwenye maonesho ya 50 ya biashara ya kimataifa waweze kwenda na kurejea majumbani salama. Aidha, wananchi wasiwe na hofu, waendelee na shughuli zao za kiuchumi na kijamii, kwani vyombo vyao vya ulinzi na usalama vipo imara na vinaendelea kushirikiana ili kuhakikisha amani, utulivu na usalama wakati wote unakuwepo. Mwisho, Jeshi la Polisi Tanzania lingependa kutoa wito kwa wananchi watakapoona viashiria vyovyote vya uvunjifu wa amani au uvunjifu wa sheria za nchi watoe taarifa mapema, kwani Jeshi la Polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama vipo tayari wakati wote kwa ajili ya kuchukua hatua za haraka na stahiki. Asanteni kwa kunisikiliza.